Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimu popote mlipo na matumaini yetu mnaendelea salama, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tarehe 22 Januari mwaka wa 2026. Wahasi wa M23 RDF waendelea kuonesha nia ya kurejea katika mji wa Uvira. Wanahalalisha msimamo huo kwa kudai kwamba FARDC inatesa jamii ya Banyamulenge. Hata hivyo, picha za kweli zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikithibitishwa na vyanzo kadhaa vya habari vya ndani zinaonyesha kuwa familia nyingi za jamii ya Banyamulenge kwa sasa zinalindwa kama raia wengine wote na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Uvira. Katika taarifa yao, diaspora ya jamii ya Banyamulenge pia inadai kuwa Rwanda imewafukuza kwa nguvu baadhi ya wanajamii wao kwa madhumuni ya kisiasa. Wakati huo huo, maelfu ya Wakongo wengine wamekimbia maeneo mbalimbali ya nchi bila ya wahasi hao kujali. Wachambuzi kadhaa wanaona kuwa wahasi wanazidi kuiweka jamii hiyo katika hali ngumu zaidi, ili hali kabla ya kuwasili kwao Uvira iliishi kwa amani na mshikamano na jamii nyingine. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, akiwa ameongoza uhamishaji mkubwa, Corneille Nangaa aliwasili mjini Bukavu akifuatana na waandishi wa habari wanaoshirikiana na wahasi hao kwa lengo la kuendesha propaganda na kulifanya suala la Banyamulenge lionekane la kutisha zaidi. Katika video iliyothibitishwa, Moise Nyarugabo anaonekana wazi akiwahutubia familia za Banyamulenge katika ofisi ya Kamanyola, akitoa kauli nyingi zinazochochea chuki. Katika kikao cha siri sana cha kimkakati, muungano wa M23 AFC na RDF pamoja na viongozi wake waliamua kutekeleza mikakati mitatu kwa lengo la kuchafua mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi ya Kongo na ile ya Marekani. Na mpango wao wa kwanza wa muungano huo wa M23 AFC na RDF na viongozi wake wamepanga mashambulizi dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Kinshasa kwa kutumia wanachama wao na ndugu zao wanaoishi Kinshasa, kisha kuyahusisha mashambulizi hayo na serikali ya Kongo. Mpango wa pili wa muungano huo wa M23 AFC RDF ni kupambana na Rais Donald Trump kupitia mitandao ya kijamii, yani Twitter, Facebook na kadhalika. Mpango wa tatu wa muungano wa M23 AFC RDF ni kuandaa maandamano nchini Marekani, Ulaya na kadhalika kwa madai ya uongo ya kulahani kile wanachokiita kuuawa kwa Banyamulenge katika maeneo ya Uvira, Fizi na Mwenga. Tahadhari na umakini vinahitajika katika ngazi zote za serikali ya Kongo na hata kwa wananchi wake pia. Shirika linalojihusisha na kupambana kwa ajili ya haki za binadamu Human Rights Watch inalitaka kwa dharura shirika la Umoja wa Mataifa la kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kupeleka mara moja wataalamu haki za binadamu na wa ulinzi wa raia katika mji wa Uvira mkoani Kivu ya Kusini. Shirika hilo pia linapendekeza ushirikiano wa karibu na mamlaka za Kongo ili kufanya tathmini makini ya hatari na uhakiki wa vitengo vya jeshi vilivyopo katika eneo hilo. Katika taarifa yake kwa umma, Human Rights Watch inaeleza kuwa hali ya usalama mjini Uvira inahitaji mwitikio wa haraka na ulioratibiwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Shirika hilo linaitaka Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika na Marekani kuongeza misaada ya kibinadamu na kutumia ushawishi wao wa kidiplomasia kushinikiza serikali za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kuweka ulinzi wa raia kuwa kipaumbele cha juu. Human Rights Watch inasisitiza hasa umuhimu wa kuhakikisha upatikanaji usio na vikwazo kwa mashirika ya kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia wanaokimbia mapigano. Aidha, Human Rights Watch inapendekeza kwamba Marekani, Uingereza, Umoja wa Ulaya na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zichukue kwa haraka vikwazo vipya maalum dhidi ya wahusika wa Kikongomani na wa Kinyarwanda wanaohusika kwa namna moja ama nyingine katika ukiukwaji na sheria za kimataifa. Na kwa mujibu wa Thomas de Montier, ambaye ni mtafiti mkuu wa eneo la Maziwa Makuu katika Human Rights Watch, alisisitiza ya kwamba jaribio la wahasi wa M23 la kuwasili
kuwasilisha udhibiti wake wa Uvira kama njia pekee ya kuhakikisha usalama wa jamii ya Banyamulenge linaonekana kuwa linaweka raia hao katika hatari kubwa zaidi ya vurugu na manyanyaso. Kutokana na hali hiyo, shirika hilo linazitaka mamlaka za Kongo kupeleka vikosi vya usalama vilivyopata mafunzo bora na vilivyochaguliwa kwa umakini kunyang'anya silaha na kuvunja makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya vitendo vya ukiukwaji na kufanikisha mbele ya sheria wahusika wa uhalifu dhidi ya raia. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa habari hii ya awamu ya kwanza kwa matukio za kila siku. Ukizidi kuhabarika zaidi, tukutane kwa majaliwa.